Ikhwatal iman, tuko kwenye siku kubwa katika siku ya kitarehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawakusanyishia waja wake siku mbili ambazo zote ni siku za Eid. Ya kwanza ikiwa leo ni Eid al-Fitr al-Mubarak, thaniyan ikiwa leo ni siku ya Eid ya kila wiki ambayo ni yaumul Jum'a. Fadhila hii au neema hii imekuja baada ya Waislamu kutoka katika ibada kubwa na tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwaondoshea tabu na mashaka na kiu zikaondoka na thawabu zikathubutu insha Allah, kwa sababu ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala aliposema innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale walioamini wakafanya mema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi wema au thawabu ya mwenye kufanya wema wowote ule. Kwa hivyo twastahiki na tuna haki na ni wajibu na twatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tufurahi kwa sababu ya masiku au Eid mbili hizi Mwenyezi Mungu kutukusanyia katika siku moja. Imethubutu katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili. Farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza ni pale anapotoka katika funga yake, yani akamaliza kufunga. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, na furaha ya pili ni pale atakapokwenda kwa Mola wake kukutana naye. Rawahu Muslim. Hii ni neema na hii ni furaha kwetu sisi Waislamu wote umuman, kwa kuingiliwa na siku ya Eid al-Mubarak pamoja na Eid ya kila wiki. Lilobakia ni kumuomba Mungu, kama tulivyofurahi kutoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa kwenye Eid, tufurahi siku tutakapokwenda kukutana naye, kisha anadi mwenye kunadi, atangaze mwenye kutangaza kwa kusema kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, kuleni na munywe mkiwa mnastarehe na mkienjoy fil ayyamil khaliya. Mujahid rahimahullahu ta'ala sema maana ya ayyam al khaliya ni masiku ya funga, masiku ya saumu ya Ramadhani. Sasa kwa kuwa watu walijinyima kula, watu wakajinyima kunywa, watu wakajinyima na mengine ambayo ilikuwa ni halali wao kuyafanya, jazaa ikaja kwa mfano ule ule. Kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jazaan wifaqa wal jazaa'u min jinsi al-amal. Imekujaje? Sasa siku ya kiyama tutangaziwe kuleni na munywe kwa kuwa mulijizuia wakati wafunga kutokamana na kula, na mukajizuia wakati wafunga kutokamana na kunywa. Ndugu zangu katika iman, tuweni na bishara njema. Hatokosa Muislamu yoyote kheri ya funga hii kutokamana na kusoma Qur'ani na kutoa sadaka na kufuturisha na kufanya kila ambalo ni la kheri. Hata mama zetu, wake zetu pia, dada zetu, ndugu zetu ambao wako majumbani pia wana share yao katika thawabu. Mtume anasema man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi, atakayemfuturisha aliyefunga. Kumfuturisha aliyefunga kuna njia nyingi, ni kwamba utoe pesa, watu wapike,
ili watu waje wafuturu, na kuna wewe usitoe pesa lakini ukavipika vile chakula nyumbani kwako, mama, mke, ndugu yako wa kike, makazini zako ambao wako pale, kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka leo siku ya Idi, wako majikoni tu hupigana na masufuria, hawa wana share yao pia. Fashakara Allahu sa'yakunna wa taqabbala al-Maula ta'atakunna wa ja'ala Allahu a'la al-jinani manazilakunna. Mwenyezi Mungu amewashukuru na ameona juhudi yenu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atakabali toa yenu kwake na ajalie pepo iwe ni mashukio yenu. Ndugu zangu katika iman, kwenye munasaba huu wa kutoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanazuoni wana maneno yao, wanasema kwamba i'lamu anna man amila salihati falahu thalathatu maqamat. Jueni ya kwamba mwenye kufanya mambo mema ana maqam tatu, anatakiwa awe namna tatu, awe ajiweke kwenye hali tatu. Yoyote yule anayefanya amali njema, na sisi tutoka kufanya amali njema, tutoka kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu ambayo ni saumu. Sasa basi tutatakiwa tuwe na maqam tatu, tuwe na misimamo matatu, tuwe na hali tatu. Hali ya kwanza inaitwa alwajal. Wajal maana yake ni kuwa na hofu. Hofu ya nini? Hofu ya kutokukubaliwa tulioyafanya. Hili la kwanza kila Muislamu awe nalo. Usipakate mikono, usiichengeneze majoho na malemba ukaona kwamba mimi niliswali Ramadhani nzima, nilifunga yote, nilitoa sadaka, nyumbani kwangu wewe ulikuwa ukija ilikuwa hakuna nafasi, watu mpaka wengine karibu na milango ya chooni nafuturisha mimi nilifanya kadhaa, mimi kwa hivyo kufanya tumefanya, mimi sina wasiwasi. Hapana, utakuwa una matatizo katika uelewa. Muislamu hawe hivyo. Muislamu anatakiwa awe vipi? Muislamu anatakiwa afanye kisha awe na hofu, huenda Mungu akarudisha. Huo ndivyo Muislamu anavyotakiwa kuwa, awe na wajal. Allah asema kwenye Qur'ani tukufu, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Watu wema wanajitahidi kwenye mambo ya khair, yani utawapata wako mbele, kisha sasa wa qulubuhum wajilatun, lakini nyoyo zao zina hofu ya kwamba huenda Mungu akarudisha tulioyafanya. Hii ni Qur'ani jamani. Kisha mtume katutafsiria ni kina nani, kasema huwa rajulu yasumu, ni mwanamume anayefunga au ni mtu anayefunga, wa yusalli, na yuwasali, wa yatasaddaq, na yutoa na sadaka. Lakini pamoja na ukubwa wa amali anazozifanya, sala na saumu na sadaka, anakuwa na hofu ya kutokukubaliwa aliyoyafanya. Ndugu zangu katika imani, anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, fihi tanbihu, kwenye hii hadithi mtume kusema kuna mtu kuswali, kufunga, kutoa sadaka na kuhiji na kufanya umra na kusoma Qur'ani na mengine yote, kisha akaogopa kutokukubaliwa. Qurtubi yasema pana tambihi, pana uzinduzi, pana kutolewa mashikio taka, ala tarki al-i'timadi ala al-a'mali, mtu kuacha kutegemea amali yake, wa ta'wilu ala fadli dhil izzati wal jalal. Hadithi hii inatupa mafunzo, mtu kuacha kutegemea amali. Tumesema kafunga huyu, kaswali, katoa sadaka, lakini bado ameketi ajiuliza maswali, imeenda hii ama imefanywa reverse kama wanavyofanya watu wa M-Pesa, imekwenda au imefanyaje au imeregeshwa. Huyu ndiye Muislamu anavyotakiwa kuwa. Lakini kusema kwamba mimi sikuacha tarawih hata siku moja,
tahajjud yote. Tena mimi tahajjud nilianza kuanzia 10 la mwanzo. Ujue huyo ametegemea amali, na ni haraka mtu huyu kuregeshewa, mwenye kujiamini na anayoyafanya. Ndio ukisoma katika vitabu vyetu hivi utayakuta haya maneno ya wanazuoni na hali zao, namna walivyokuwa katika kufanya amali kwao. Abdullah ibn Dinar, Malik ibn Dinar asema al-khawfu ala al-amali ashaddu min al-amali. Al-khawfu ala al-amali an la yutaqabbal ashaddu min al-amali. Mtu kuwa na hofu kwamba amali yangu hii huenda isikubaliwe, hili ni jambo kubwa kuliko kufanya amali yenyewe. Na mmoja naye Amir kaonekana katika maradhi yake analia, faqila lahu, akaulizwa mbona walia? Akasema ni aya katika aya za Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani imeniliza. Kaulizwa ipi? Kasema Mungu asema inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu anawakubalia wale ambao ni wacha Mungu. Na yeye yuko Amir ni mtu mwema, lakini angalia ana hofu bado, huenda aliyoyafanya karegeshewa. Kwa nini tuwe na hofu jamani? Na pana siri gani hapa? Wanazuoni wanatuambia kuwa na hofu yastad'i rahmatallahi azza wa jalla. Hofu ya kutokukubaliwa inaleta rehema za Mungu katika ile amali. Yani kwa maana ukiswali ukawa na hofu pengine imekataliwa, ukifunga ukawa na hofu pengine imekataliwa, hiyo hali ya hofu ulionayo inasababisha Mungu kukuhurumia na kusema basi mja wangu usiwe na hofu, mmekukubalia. Yani kutokujiamini inaleta natija kama hiyo. Kwa hivyo makami ya kwanza kila Muislamu aliyefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa leo ni Eid, kila aliyefunga yote aliyoyafanya asiyategemee na asijikuze kwa kuona kwamba yeye alifanya na guarantee hiyo imetakabaliwa. La, lazima uwe na hofu. Ndio vitabu vinasema wema walikuwa wakimuomba Mungu wakijiandaa na Ramadhani nyuma kabla miezi 6, kisha ikimalizika wanamuomba Mungu miezi 6 Mungu akubali. Hivyo waulize jamani, sisi tukizungumza wema sisi watuko kwenye hilo kundi? Watuko. Tukizungumza wema ni wale aliowataja Mtume, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waman tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Hao ndio wema tunaowazungumza. Sasa wema wao, dini yao ilivyokuwa madhubuti, ucha Mungu wao, ibada zao, mambo chungu mzima ya khairi waliokuwa nayo, lakini wakawa na wajal khauf. Mmoja ambiwa hebu eleza waswali vipi, huwa uko vipi katika swala? Sasa nikiingia kwenye swala naeka pepo, nasawirisha na imagine pepo iko mbele, mauti yako nyuma, la mbele naeka Kaaba, mauti nyuma, kulia pepo, kushoto moto, Mwenyezi Mungu yuko juu yangu. Kisha na swali alivyoswali Mtume, alafu nikitoa salamu na kaa pembeni msikitini kule kalia, kiulizwa walizwa na nini, najibu ya kwamba nachelea, huenda Mungu akairegesha swala yangu. Ingalia hiyo swala kwanza ilivyokuwa kipimo, manake alivyoanza kueleza akasema mimi nikiingia kwenye swala taraktu dunya wa ma fiha wa man fiha, nikiingia kwenye swala na iacha dunia na vilivyomo na waliomo. Akisema waliomo akusudia watu, man fiha watu, marafiki, mke, watoto na sahau, wa ma fiha na vilivyomo pia na sahau, biashara, magari, pesa, sijui starehe zote pia na sahau. Kisha na swali alivyoswali Mtume, kisha yualia aogopa sikubaliwe. Unafanya machezo Sheikh. Sisi upiga hapa Allahu akbar raka, ukianza takbiratul ihram tu kwa marikiti, imamu hajasoma Fatiha,
ile Allahu akbar, subhanaka allahumma bihamdika wa marikiti. Uko marikiti wewe ununua machungwa kule, mara umetoka marikiti, imamu akimaliza alhamdu ndio umeshtuka, mimi sijamaliza marikiti, nataka nende na chuda. Umekwenda chuda ukishtuka wewe, imamu upija takbiri ya kurukuu, kisha swala zenyewe hivi zilivyo, kisha tukajiamini tukakaa kwenye majlis yakaona kwamba sisi tumefanya. La, twaenda sivyo. Ikiwa wema walikuwa na hofu na uwema wa sisi, twatakiwa tuwe na hofu masaa 24 kulingamana na hali zetu vile zilivyo. Hii ni makamu ya kwanza. Makamu ya pili ni at-tadarru' ila Allah bid-du'a, ni kumnyenyekea Mungu kwa maombi. Maombi ya nini? Tuomba nini? Sinti? Tuomba Mungu atakabali tulioyafanya. Baada ya kutoka kwenye stage ya kwanza ya kuwa na hofu, stage ya pili tunatakiwa tumnyenyekee Mungu kwa maombi akubali tulioyafanya. Hapa tutataja wema tu. Mtazame Ibrahim, tena huyo ni mwema level za juu sana, ambapo yani ubora wake uko wazi. Ibrahim ni katika ulul azmi minar rusuli. Ibrahim ni katika waliopewa cheo cha Khalilullahi, ambao ni wawili peke yake, mtume wetu Muhammad na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Cheo cha mtu kuwa khalil sio cheo cha kubahatisha. Kuna tofauti kusema habib na kusema khalil. Yote maana yake ni vipenzi, lakini neno khalil limezidi habib, au neno khulla limezidi neno mahabba. Tumeelewana? Ndio mmoja katika darasa yake akasema hata wale wenye kutoa kasida wakisema ya habiballahi ya rasulallah, wasema wao waona wamsifu, kumbe wamshusha daraja. Kwa nini? Kwa sababu mtume ni khalilu, sio habib. Habibu kuna wengi huko, inna allaha yuhibbul muttaqin, inna allaha yuhibbus sabirin, inna allaha yuhibbul muhsinin, lakini hakuna inna allaha khalilul muhsinin. Hakuna khalilu. Utaipata wattakhadha Allahu Ibrahima khalila bas, na utaipata kwenye hadithi inna allaha attakhadhani khalilan, Mwenyezi Mungu kanifanya mimi khalil kama attakhadha Ibrahima khalila. Sasa Ibrahim ni khalil, mapenzi mengine ya hali ya juu. Huyu ni katika khalilullahi. Ainua msingi yeye na mwanawe Ismail. Alipomaliza wakasema rabbana, dua hiyo, takabbal minna, ewe Mola wetu tukubalie haya tulioyafanya. Wa idh yarfa'u Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismail, walipoinua msingi baba na mwana wakasema Mola wetu tutakabalie tulioyafanya. Wema walikuwa wakisoma hii aya walikuwa wakilia, wakiulizwa mbona wale wanaambia naam, mabalu khalilullahi, vipi kipenzi cha Mungu ainua msingi kisha yuaomba akubaliwe? Yani kama kwamba daraja yake kwa Mola wake si wa kuomba, yeye wa kufanya hiyo moja kwa moja imekubaliwa. Jamani, hizi aya hebu watu wazielewe na tuzitieni akilini. Hakuna mwenye cheo chochote hapa cha hawa tunaowazungumza sisi, lakini amali zao zote wakizifanya wanashindikiza na midua ya kikoli kweli, Mola wetu basi tutakabalie. Leo sisi hufanya amali kisha tukaketi tukaanza kuna hiyo ishakwenda hiyo. Mimi nilivyoswali sina wasiwasi, hapana shekhe, hujafika level ya Ibrahim, wala hufiki mpaka kiama kitasimama. Na asema rabbana, Mola wetu sisi tunatakiwa tufanyeje? Tunatakiwa tukachukue magodoro tulale hapa kwenye kibula hapa, usujudu mpaka bapa la uso ligande kwenye carpet hapa, ulie masaa 24, Mola wangu takabali hizi saumu. Hii ni makamu ya pili. Kila aliyefunga na sifunga, amali yoyote ukifanya,
wacha kuweka yakini na kutoa shaka kwamba mimi nimekubali. Hapana, mnyenyekee Mungu akukubalie. Hili ndilo ambalo linalotakiwa. Haya ni mafunzo tuyachukua katika dua ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na angalia alipoomba Ibrahim yote aliyoyafanya, kisha kaombea wanawe, kaombea Mungu atakabali amali zake, kaiombea mamlaka, ardhi tukufu huko, na dua zote zikajibiwa. Wanawe wakawa watu wema, Ishaqa na Ismail. Kwa Ishaqa kaja Yaqub, kaja Yusuf, kizazi hicho. Ishaqa mtoto wa nani? Ibrahim. Ishaqa kamzaa Yaqub alayhi salatu wasalam, mtume huyo. Yaqubu kamzaa Yusuf, ni mtume vile vile. Kwa Ismaili huku mwisho ikaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Dua Ibrahim, rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua. Kisha kamuomba Mungu amali zikubaliwe, kakubaliwa. Kisha kaiombea ardhi tukufu, rabbana ja'al hadha albalada aminan, ewe Mola jalia ardhi hii ya Makka ni ardhi yenye amani. Naam, amani. Hakuna kudungwa kisu pokonywe simu, umeipoteza mwenyewe, akitukua mtu shukuru Mungu. Lakini hakuzungumza mtu amepita nao, hakuna. Yote nini? Ni natija ya Ibrahim kunyenyekea kwa Mola wake. Mola wangu, ij'al hadha albalada aminan warzuq ahlahu minas thamarati, waruzuku watu wake kutokamana na matunda tofauti tofauti. Wasemaje hapo? Hakumeukwaju kule nchende kuruka tu. Tuko pamoja jamani? Lazima tuambiane hivyo ndo tuelewe. Kisha mtume mwenyewe kasema, mimi hapa mtume Muhammad ni athari na ni faida ya dua ya Ibrahim. Kivipi? Asema Ibrahim alisema, wab'ath fihim rasulan, Mola wangu na kuomba hapa watumilizie mtume, minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Naam, kaletwa mtume, kaletwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo yote ndua za Ibrahim. Sichuketizie leo haya za nini? Tukua msala swali, tumuombe Mungu atakabali tulizozifanya. Tuko pamoja jamani? Tayib. Maqamu thalith, ya tatu katika maqam ambazo tunatakiwa tuwe nazo, ni maqam inaitwa waslul amali as-salih bil amali as-salih, kuunganisha amali njema kwa amali njema, min jinsihi au min ghairihi. Amali iwe yafanana au tofauti. Kwa mfano, amali yenye kufanana, tumetoka kwenye saumu, unganisha amali njema ambayo ni ya saumu ya 6 min Shawwal. Siku 6 hizi ni siku bora vile vile. Unganisha, umetoka kwenye saumu na kuja kwenye saumu. Na ukitoka kwenye 6 ukimaliza, unganisha siku 3 kila mwezi, Alhamisi na Jumatatu, au min ghairihi, au amali nyingine yoyote. Tumefahamiana? Kwa sababu umri unakwenda, bali inaweza kusema ushakwenda, kwa sababu kila mmoja hapa, Allahumma wale ambao ni wadogo kabisa, lakini ujue ikiwa ushavuka ushabalegha hapo 2020, jua ulipotoka ni mbali, unapokwenda ni karibu. Kisha kitu kimoja, kama ambavyo umeiaga Ramadhani mwaka huu, kuna siku utaiaga dunia my friend. Waona tumeshamaliza Ramadhani bwana, tushaiaga bwana. Umeiaga kweli, lakini kuna siku utaiaga dunia kama ulivyoaga Ramadhani. Na kama ambavyo Ramadhani ni ayyam maadudati, masiku ya kuhisabu, tarehe 1, 29, 30, na dunia siku zako za kuishi pia za kuhesabu. Kwa hivyo unganisha amali njema kwa amali nyingine. Al-Imam Al-Fawzan asema, la in intaha shahru Ramadan, ungamalizika mwezi wa Ramadhan, fa inna haqqa Allahi la yantahi illa bil maut, haki ya Mungu haimaliziki isipokuwa kwa mauti.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muombe Mola wako, muabudu Mola wako mpaka yaqini ikujie. Yaqini maana yake mauti. Tuateni ghururi, tuateni kiburi, na tukiambizana, tukipeana nasaha, tukubalianeni nasaha, kwa sababu ni ya Mungu na mtume wake, si ya yoyote. Hii dini si ya mtu. Kwa maadamu umeambiwa usawa ni hivi, wewe fuata. Akhiran, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali yote tulioyafanya na atubariki zaidi kama alivyotubariki, na afanye idi yetu hii kuwa ni idi yenye mafanikio na fadhila nyingi na neema nyingi. Ni siku ya watoto kufurahi, ni siku ya marafiki, ni siku ya family kutembeleana, ni siku ya bashasha, ya kucheka, si siku ya mifuro. Si usifure, wewe tabasam bana, wewe furahi, cheka Sheikh. Ni siku hii ya kupatana, si siku ya kuteta. Tumefahamiana jamani? Tutembeleaneni na tupendane na tusameheane, na tujue kwamba al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Mungu. Hakuna ambaye ni mkamilifu. Leo nimekukosea, kesho utanikosea kama ambavyo nilivyokukosea. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid. Ikhwatal iman, hii ni khutba fupi, message fupi kwa kila Muislamu. Natumai itakuwa tumeifanyia kazi. Natumia dakika hizi 2-3 kuzungumza jambo ambalo limenisikitisha. Mimi leo sikuwa uwanjani kwetu pale kwenye khutba ya Eid, lakini habari zilizonifikia ni kwamba watu walikuwa wengi na majamvi hayatoshi. Waislamu, tuna nafasi nyingi sisi za kufanya ya kheri, tena kheri zenye kudumu. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min 3, mwanadamu akifa amali yake ukatika isipokuwa mambo 3. Miongoni mwa hayo ni sadaqatun jaria, sadaka yenye kuendelea. Na maana ya sadaka yenye kuendelea haimaanishi lazima kibakie kile kile ulichokileta wewe. Kwa mfano, mimi nimejitolea feni hizi. Mfano, natakuelezea sadaqatun jari, maana watu hawaelewi wengine. Mimi nimejitolea feni hizi nikazileta msikitini. Zimekuja zimeharibika, fundi amesema hazifai tena, zikatolewa zikatupwa, mwingine akanunua feni zikabandikwa. Haimaanishi mimi nilianza ndio sadaqatun jari yangu imekwisha, sasa yaanza ya yule mpya. Haiendi hivyo. Huu msikiti, Mungu awajaze kheri walioujenga na wasimamizi. Siku umekuwa mdogo, akatoka mtu akasema mimi nataka kujenga mkubwa zaidi ya huu, uvunjwe ukaletwa chini wote. Haina maana waliojenga mwanzo ndio sadaka yao imekwisha, sahini huyu mpya. Haiendi hivyo. Sadaka yako iko pale pale maadamu ulianzisha. Al-ibratu, mazingatio ni kuanzisha jambo la kheri. Nazibadilishwe feni, nazibadilishwe speaker, maadamu mimi ndio nilioanza, iko pale pale. Tumefahamiana jamani? Tayib. Nataka kueleza pengine kwa njia hii watu watafanya imani. Yoyote ambaye ana mzazi wake amefariki, ataka kumfanyia sadaqatun jaria, au hajafariki pia yuko hai, lakini ataka kumfanyia sadaqatun jaria yenye kuendelea, hii sadaqatun jaria tosha. Kwa sababu pale kwenye uwanja wa Makupa kutaswaliwa Eid mpaka kiyama kisimame.
insha Allah. Sasa ukinunua jamvi na liswaliwe jamvi mpaka liwe kama uji vile, tulitupe, akinunua mwingine thawabu zako ziko pale pale na sadaka yako iko pale pale. Tunataka majamvi 10 tunadhani Idul Adha tukipata majamvi 10 tu. Tatizo la majamvi bye bye. Si pesa nyingi, wacha na senti Sheikh. 1,500,000 tu pale kwa Adam Traders sijui pale. Jamvi moja 15,000. Hata usitulete pesa, maana kwenye pesa kuna fitina. We nenda tu pale. Ama kama hupajui na Sheikh Ali twende tukanunue yale majamvi, twende paka pale uwape, tuweke oda yetu, maana yale majamvi ni makubwa. Mara nyingine huwa hayako mingi mpaka yekwe oda yaje. Lakini 1,500,000 tu hizi hapa. Majamvi 10. Itakuwa umefanya wenyewe umecheza kama Pele yani. Jamani, tufanyeni bidii. Yoyote ana mzazi amefariki, ataka kumtolea sadaka, tuwatoleeni wazazi sadaka jamani, na tuwafanyieni sadaqatun jariya na mema, kwa sababu yeye alituma maskini, akazituma kaketi, akazichunga zile sinti ili wewe upate kuja kurithi. Basi kumbuka hisani ya mamako mzazi, babako mzazi, ya kwamba mzee wangu bana mimi sijua Mungu, kisha yeye ndo nimefika hapa. Madamu nimeambiwa usiziwie tu Sheikh, usiziwie. Na mambo mema hufanywa mtu akimfanyia mtu. Ukiwa mtuifu kwa mzazi wako na kumfanyia khair, na wewe utakufa pia, utaacha watoto. Zile pesa ukiziwacha, madamu uliyafanya kwa mzazi wako, na wao wataendelea. Mungu huwatia fahamu akaendeleza. Ukibaki utakonda kikoani, husikii hata thawabu moja. Tofauti mbona hakuna kitu? Hakuna kitu kwa sababu ulizuia na wao wamezuia. Tumefahamiana jamani? Majamvi 10, 1,500,000. Ama mtu yaweza 2, 3 kabla Idul Adha tufikishe majamvi 10. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na tujalie ni wenye nyoyo za kufanya mambo ya khair. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhilla ash-shirka wal mushrikin wansur juyush al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.